Jina la Bwana libarikiwe, mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Yosh Testimony TV. Ni wakati mwingine ambao Mungu ametupa. Siku ya leo tunakwenda kujifunza faida za kunena kwa lugha. Somo letu ni faida za kunena kwa lugha. Bila kusahau, wiki ni kipindi chetu pendwa cha wakati na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutajifunza somo linaloitwa faida za kunena kwa lugha. Imekuwa ni ajenda ambayo haieleweki ndani ya mwili wa Kristo, lakini pia imekuwa ni ajenda ambayo imekuwa ina maswali mengi sana. Kwa hiyo nimeona nilete kwa sehemu somo hili. Ninaamini litakusaidia na ninaamini utabarikiwa. Sasa nianze kwa kueleza nini maana ya kunena kwa lugha. Nini maana ya kunena kwa lugha? Definition ambayo mimi binafsi nimeipenda na nimetamani kuitumia siku ya leo. Kunena kwa lugha ni ile lugha ambayo inaweza ikawa ni ya malaika au ya wanadamu, ambayo mtu anaipokea baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Ni ile lugha ambayo inaweza ikawa ni ya malaika au ya wanadamu, ambayo mtu anaipokea baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Neno tunalolisimamia, tunaanza kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza. Mtume Paulo anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba kuna lugha za binadamu, lakini pia kuna lugha za malaika. Na tukiendelea mbele, alikuwa anazungumza kwa habari ya karama mbalimbali. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya kunena kwa lugha, inaweza ikawa ni lugha ya binadamu au inaweza ikawa ni lugha ya malaika ambayo mtu anaipokea baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama vile Roho Mtakatifu alivyowajalia kutamka. Kumbe kunena kwa lugha ni lugha ambayo ni ya Roho Mtakatifu, ambayo watu wanaipokea, ambayo hiyo lugha inaweza ikawa ni ya malaika au ya wanadamu, ambayo watu wakishakwisha kuipokea wanaanza kuisema baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Lugha ambayo umejifunza nje ya Roho Mtakatifu haiwezi kuitwa kunena kwa lugha, lakini lugha ambayo umejifunza ambayo ni matokeo wewe kujazwa na Roho Mtakatifu ndio inaitwa kunena kwa lugha, au inaitwa kuomba katika Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama vile Roho alivyowajalia kutamka. Ni muhimu tukafahamu kwamba ni nani ambaye anapaswa kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni matokeo ya ujazo wa Roho Mtakatifu kama nilivyosema kutoka awali. Na ni nani ambaye anapaswa kunena kwa lugha? Mtu yoyote ambaye ameokoka anapaswa kunena kwa lugha, ana sifa za kunena kwa lugha na anaweza kunena kwa lugha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 17. Anasema ishara hizi zitaambatana nao wote waaminio. Mstari wa 17 anasema watasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo as long as we ni believer, we ni mtu ambaye umeamini, unaweza ukasema kwa lugha mpya. Lakini jambo la pili, kunena kwa lugha au kujazwa ambayo ni matokeo ya kujazwa na Roho Mtakatifu, kila mtu mwenye mwili anaweza kumpokea Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Yoeli ile sura ya 2 mstari wa 28. Huu ni unabii aliutoa nabii Yoeli kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Anasema, ijapokuwa katika siku za mwisho Bwana atamimina Roho wake juu ya wote wenye mwili, juu ya wote wenye mwili. Kwa hiyo kila mtu ambaye ana mwili na ameokolewa, ameokoka, anaweza kupokea hii neema ya kunena kwa lugha baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Nafikiri nimefundisha kidogo kwa habari ya kujazwa na Roho Mtakatifu kwenye somo moja linaitwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Unaweza ukalifuatilia kupitia chaneli yetu hii ya Yosh Testimony TV. Kwa hiyo ni muhimu sana, unaweza ukapita huko ukajifunza kwa sehemu, lakini leo nazungumza kwa habari ya kujazwa na Roho Mtakatifu ambayo ni matokeo ya kunena kwa lugha. Na ukienda kuangalia kule, nilikuwa nafundisha kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Moja ya vitu ambavyo vilitokea baada ya watu kujazwa Roho Mtakatifu ilikuwa ni kunena kwa lugha. Lakini kitu kingine, kila mwenye kiu na mwenye shauku anaweza kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwa nimesema mambo matatu. Nimesema jambo la kwanza, kila aliyeamini. Kila aliyeamini, ishara hizi zitaambatana nao waaminio, watasema kwa lugha nyingine. Jambo la pili nimesema kila mtu mwenye mwili anaweza kujazwa na Roho Mtakatifu. Na akijazwa na Roho Mtakatifu,
evidence ambayo itaonekana baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu inaweza ikawa ni kusema kwa lugha nyingine. Lakini sijaishia hapo, nimekwambia kila mwenye kiu na kila mwenye shauku. Neno la Mungu linasema zitakeni sana kalama za rohoni. Zitakeni sana kalama za rohoni. Lakini neno la Mungu kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 7 mstari 37 na 38 anasema, aniaminie mimi, kama vile maandiko yanavyosema, mito ya maji iliyo hai itatoka ndani yake. Mstari 37 anasema hivi, yeyote aliye na kiu na aje kwangu anywe. Kwa hiyo ukiwa na kiu, ukiwa na shauku na ukitaka, unaweza ukapokea ikiwa tu umeokoka. Na nina habari njema, kama hujaokoka, mwishoni nitakuongeza sala maalum ya kukusaidia kuokoka, ambayo baada ya hiyo sasa utakuwa muamini. Na ukiwa muamini, moja ya vitu unaweza ukapokea neema ya kunena kwa lugha. Jina la Bwana libarikiwe. Ninataka nikoti neno moja lilisemwa na mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa A.W. Tozer. Akasema, the spirit filled life is not a special edition of Christianity. It is a part and parcel of the total plan of God for his people. Akimaanisha kwamba maisha ya kujazwa na Roho Mtakatifu sio special edition ya Ukristo, lakini akasema it is a part and parcel of total plan of God for his people. Ni makusudi ya Mungu maalum kabisa. Yesu anataka tujazwe na Roho Mtakatifu. Na ndio maana unamuona Yesu anasema, imenipasa mimi niondoke ili aje huyo Roho. Kwa Yesu alikuwa anajua kabisa kwamba tunamhitaji Roho Mtakatifu. Lilikuwa lipo kwenye wazo la Mungu, lilikuwa lipo kwenye kusudi la Mungu. Hata Yohana tunamuona anawaambia watu kama mimi nawabatiza kwa maji, lakini yupo anayekuja nyuma yangu atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa hiyo ujazo na Roho Mtakatifu sio tu kitu ambacho kinatokea, lakini ni kusudi halisi la Mungu kwenye kizazi hiki na kwenye majira haya ya siku za mwisho, ambao pia ni majira ya uamsho. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nitaeleza kwa kifupi faida za kunena kwa lugha. Jambo la kwanza, kunena kwa lugha ni ishara ya nje ya ujazo na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kunena kwa lugha ni ishara ya nje ya ujazo na ubatizo wa Roho Mtakatifu. It is an initial evidence of baptism of the Holy Spirit. Ni ishara ya nje ya ujazo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nimesema Yohana Mbatizaji alifundisha, aliwaambia watu kwamba anayekuja nyuma yangu atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Anasema atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa hiyo kumbe tunakuja kujifunza kwamba Yesu Kristo anabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Holy Spirit, Jesus is the baptizer of fire and Holy Spirit. Sasa one of the evidence of that baptism, moja ya ishara ya huo ubatizo ni nini? Ni kunena kwa lugha. Tunapita kwenye maandiko. Siku ya kwanza ni siku ya Pentekoste. Matendo ya Mitume sura ya 2. Tunafahamu kabisa kwenye maandiko ya kwamba Roho Mtakatifu alikuja duniani kwa mara ya kwanza siku ya Pentekoste. Roho Mtakatifu alishuka kwa mara ya kwanza kwenye ulimwengu siku ya Pentekoste, kwa sababu kabla ya hapo Roho Mtakatifu alikuwa anakaa kwa watu wachache tu. Na alikuwa hajaja bado duniani. Kwa sababu tunaona kwenye maandiko Yesu anawaambia wanafunzi wake, msiondoke mpaka itakapokuja ile ahadi. Na anasema kwamba Yohana Mtakatifu ile sura ya 7 mstari wa 39, tuanzie 37, anasema hata siku za mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniamini mimi, kama maandiko yanavyonena, mito ya maji iliyo hai itatoka ndani yake. Mstari wa 39 anasema neno hilo alilisema kwa habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Yesu wakati anaongea haya mambo, Roho Mtakatifu alikuwa bado hajaja. Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza alikuja wapi? Alikuja siku ya Pentekoste.
Pentecost. Na siku ya Pentecost nini kilitokea? Nimekwambia kunena kwa lugha ni ishara ya nje ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Siku ya Pentecost nini kilitokea? Tuna Mitume sura ya 2 mstari wa 4, neno la Mungu linasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ilitokea kwenye siku ya Pentecost. Baada ya Roho Mtakatifu kushuka, moja ya vitu vilivyotokea, wote walijazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama vile Roho alivyokuwajalia kutamka. Ndivyo ambavyo itakuwa kwako. Utakapompokea Roho Mtakatifu, utapokea neema ya kunena kwa lugha. Na mwishoni pia nitakuwekea sala maalum ya kumpokea Roho Mtakatifu. Ni maombi yangu na ninaamini kabisa ya kwamba maisha yako yatakuwa kama yalivyokuwa katika jina la Yesu. Lakini mahali pengine ni Petro alipoenda nyumbani kwa Kornelio. Tunafahamu Petro mtume alienda nyumbani kwa Kornelio akawahubiria Injili. Alipohubiria Injili, Roho Mtakatifu alishuka. Evidence ni uhakikisho au ishara ya kwamba Roho Mtakatifu alishuka. Tunaona walionekana wakinena kwa lugha. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari 44 mpaka 46. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Na wale waliotailiwa walioamini wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa na wenyewe wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Mstari 46 anasema, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Hao watu waliwashangaa watu wa wale nyumba ya Kornelio. Kwa nini waliwashangaa? Kwa sababu wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Nini ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba hawa watu wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu? Waliwasikia wakinena kwa lugha, waliwasikia wakisema kwa lugha nyingine. Lakini sio hapo tu. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 19 tunafahamu Mtume Paulo alienda katika mji mmoja unaitwa Efeso. Mtume Paulo alipoenda katika ule mji unaitwa Efeso, mji wa Efeso ulikuwa ni mji ambao tayari Apolo alikuwa ameshapita. Apolo alikuwa amewahi kwenda kuwahubiri watu kuhusu Yesu. Kwa hiyo swali la kwanza Paulo alipofika kule aliwauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wale watu wakamjibu, lasha, hata kumsikia hatujawahi kumsikia. Lakini Paulo akawekea mikono. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 6, Biblia inasema hivi, na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Roho Mtakatifu alipokuja juu yao nini kitokea? Anasema wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni ishara ya nje ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Sio mara zote watu wanapojazwa na Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza wananena kwa lugha, lakini moja ya kitu ambacho huwa kinatokea baadaye huwa ni kunena kwa lugha. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 17, neno la Mungu linasema, Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akaweka mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe na Roho Mtakatifu. Anania anaenda kumwombea Paulo ambaye wakati alikuwa ni Sauli, anamwambia ukajazwe na Roho Mtakatifu. Lakini Biblia hapa haijaonyesha moja kwa moja kwamba Paulo alinena kwa lugha. Lakini tunaona kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 14, Paulo anasema, namshukuru sana Mungu kwa sababu mimi nanena kwa lugha kuliko ninyi nyote. Kwa najua kuna mtazamaji ananiambia, mimi nimeokoka, nimejazwa na Roho Mtakatifu, sijanena kwa lugha, lakini ninataka nikuhakikishie kwamba ukiwa na shauku, ukiwa na kiu, unaweza pia ukanena kwa lugha. Kwa sababu Biblia haijaonyesha kwamba Paulo alinena kwa lugha hapo hapo, lakini Biblia inaonyesha kwamba Paulo baadaye alinena kwa lugha, na aliwaambia Wakorintho kwamba anamshukuru Mungu kwa sababu ananena kwa lugha kuliko watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Faida ya pili ya kunena kwa lugha, inatusaidia kuongea moja kwa moja na Mungu. Kunena kwa lugha kunatusaidia kuongea na Mungu moja kwa moja. Waraka wa kwanza wa Wakorintho ile sura ya 14 ule mstari wa 2. Yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna sikiaye, lakini unena mambo ya siri katika roho yake. Tunaponena kwa lugha tunaongea na Mungu moja kwa moja. Kwa nini tunahitaji kuongea na Mungu moja kwa moja? Kwa sababu ni roho zetu ambazo zinazungumza. Sio akili zetu zinazozungumza, sio mawazo yetu yanayozungumza, sio matamanio yetu tulionayo yanayozungumza, lakini ni roho zetu zinakuwa zinaomba na zinazungumza na Mungu. Kwa nini tunahitaji
kunena kwa lugha kwa sababu Mungu mwenyewe ni roho. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari 24, Biblia inasema Mungu ni roho na wamwabudu harisi imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa sababu Mungu kwetu sisi ni roho na Mungu wetu sisi ni roho, maana yake ni kwamba tunaponena kwa lugha, roho zetu zinazungumza direct kwa Mungu. Nini kinatokea? Unapoanza kunena kwa lugha, ukafanya kunena kwa lugha kama sehemu ya maisha yako, mahusiano yako na Mungu yanaimarika. Maana roho yako inakuwa inazungumza na Mungu. Tunafahamu mahusiano yote yanajengwa kwa mawasiliano. Na ndio sababu mitume wakasisitiza. Petro akazungumza kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 6 mstari wa 4, anasema bali sisi tutadumu katika kuomba. Bali sisi tutadumu katika kulihudumia neno na kuomba. Maanake ni kwamba Petro alijua umuhimu wa maombi. Maombi yanafanya kitu kinaitwa intimacy. Yanafanya ushirika wetu na Mungu unakuwa imara. Sasa tunaponena kwa lugha, tunaongea direct na Mungu kwa sababu ni roho zetu zinakuwa zinazungumza na Mungu ambaye ni roho. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nje hapo pia kunena kwa lugha kunatusaidia sisi kuweza kuomba kwa siri. Hii ni mbinu mimi binafsi nimekuwa nikiitumia sana. Kwa sababu anenaye kwa lugha asemi na watu, anasema mambo yake, roho yake inaomba kwa siri. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2. Kuna wakati unakuwa upo kwenye mazingira ambayo hauwezi ukaomba kawaida. Kuna wakati unakuwa upo kwenye mazingira ambayo unahitaji kuomba mambo yako kwa siri. Kuna wakati katika ulimwengu wa roho kuna vitu vingine vinahitaji kukupinga. Unaponena kwa lugha, moja ya kitu kinachotokea ni nini? Unaweza ukaomba kwa siri. Biblia kwenye kitabu cha Ayubu ile sura ya 2 mstari wa 1, neno la Mungu linasema wana wa Mungu walipoenda kujihuzurisha, shetani alikuwa pamoja nao. Kuna wakati sasa unapokuwa unaomba, shetani anakuwa yupo. Lakini unapoomba kwa kunena kwa lugha, maana yake unaomba kwa siri. Lakini jambo la tatu, unapoomba kwa kunena kwa lugha, una uhakika wa kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 mstari wa 14, inasema huu ndio ujasiri tulionao mbele za Mungu, ya kwamba tukiomba jambo lolote sawa sawa na mapenzi ya Mungu, yeye anafanya. Kumbe Mungu hafanyi tu kwa sababu umeomba. Mungu anafanya kwa sababu umeomba sawa sawa na mapenzi yake. Kwa tunayahitaji mapenzi ya Mungu. Sasa tunapoomba kwa kunena kwa lugha, moja ya kitu kinachotokea, tunaweza kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu anenaye kwa lugha asemi na watu, bali anasema na Mungu mambo yake ya siri. Kwa tunapokuwa tukinena kwa lugha, moja ya kitu ambacho kinatokea, tunapokea ile neema ya kuomba na kusema na Mungu yale mambo yetu kwa siri. Lakini pia tunakuwa tuna uhakika, kwa sababu sio akili zetu zinazoomba, sio mawazo yetu yanayoomba, sio fahamu zetu zinazoomba, lakini tunakuwa na uhakika kwamba tunaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, kwa sababu ni roho inayoomba. Ni roho inayoomba. Ni roho zetu zinazoomba, sio fahamu zetu, sio akili zetu. Ukiwa unaomba kwa lugha yako ya kawaida ya Kiingereza, ya Kiswahili, na yoyote ile ambayo unaifahamu, unaweza ukaomba kulingana na matarajio yako, kulingana na matamanio yako. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia watu wa aina mbalimbali wanatambulika kwa sababu ya lugha zao. Ukitaka kujua Mswahili, unamsikiliza Kiswahili anachokizungumza, unajua kwamba huyu ni Mswahili. Ukitaka kujua labda Muingereza, unajua kwamba huyu ni Muingereza kwa sababu ya lugha yake. Ukitaka kujua makabila mbalimbali kupitia lugha zao, unaweza ukawatambua kwamba huyu mtu ni hivi na huyu mtu sio hivi. Lakini ukweli unabaki pale pale kwamba tunapoomba kwa msaada wa Roho Mtakatifu, tunaponena kwa lugha, maana yake tunazungumza lugha ya mbinguni. Kwa maana nimesema kwenye ile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 1, anasema anenaye kwa lugha
anasema nijaposema kwa lugha za malaika na za wanadamu. Kumbe kuna lugha za malaika. Kwa hiyo ninaposema kwa namna hiyo hapo, nakuwa na uhakika kwamba nazungumza na Mungu, na nazungumza kwa Mungu kwa namna ambayo ni sahihi, lakini pia nazungumza na Mungu kwa namna ambayo ushirika wetu unaimarika, lakini pia nazungumza naye kwa namna ambayo ni asili. Naweza nikawa nimeenda nchi ya mbali, ambapo nikiwa katika ile nchi ya mbali nataka kuzungumza kwa siri. Tafanyaje? Nitazungumza nikiwa niko na Mtanzania mwenzangu, nitazungumza lugha ambayo hakuna mtu mwingine anayeweza kuisikia. Nikizungumza ile lugha ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kuisikia, maana yake nakuwa na uhakika kwamba nimezungumza kwa siri. Hivyo hivyo tunaponena kwa lugha, tunazungumza na Mungu mambo yetu kwa siri. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo lingine tena linalotokea tunaponena kwa lugha, nini tunakifanya tunaponena kwa lugha? Tunajenga imani zetu. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, bali anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali autubuye hulijenga kanisa. Anasema anenaye kwa lugha huijenga nafsi yake. Neno kujenga kwa Biblia ya Kiingereza wamesema edify. Neno edify maana yake ku strengthen. Tunaponena kwa lugha, moja ya kitu kinachotokea, tunajijenga. Tunajenga utu wetu wa ndani. Kwa hiyo ili tuweze kujenga utu wetu wa ndani, moja ya jambo tunapaswa kulifanya mara kwa mara, tunapaswa kufanya kunena kwa lugha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 20, bali ninyi wapenzi, mkijenga juu imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Tunazijenga imani zetu kwa kuomba katika Roho Mtakatifu. Kumbe kitu kinachotokea tunaponena kwa lugha, tunazijenga imani zetu, tunaimarisha utu wetu wa ndani. Kwa unaponena kwa lugha, unajijenga mwenyewe. Unajenga imani yako iliyo takatifu sana. Mimi wakati wote ambapo nikiona nahitaji kumwamini Mungu kwenye eneo fulani, lakini katika lile eneo ambalo nahitaji kumwamini Mungu, nikiona kabisa kwamba kuna shida mahali fulani, huwa ninafanya majaribio ya kunena kwa lugha. Nikiona kuna wakati afya yangu imeteteleka na imani yangu kuhusu uwezo wa Mungu wa kuponya, au imani yangu kuhusu ile nguvu alizonazo Mungu zimeteteleka, naanza kunena kwa lugha. Ninaponena kwa lugha, najenga utu wangu wa ndani. Ninapojenga utu wangu wa ndani, moja ya kitu kinachotokea, utu wangu wa ndani unaimarika. Kwa hiyo unataka kuimarisha utu wako wa ndani, unataka kuimarisha mahusiano yako na Mungu, basi kunena kwa lugha ni kitu kizuri sana ambacho Mungu amekiweka kwenye Agano Jipya. Na nimekuambia mwanzoni ya kwamba kila aliyeokoka anaweza kunena kwa lugha. Sema, ishara hizi zitambatana nao wote wanaoamini, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo lingine, faida nyingine ya kunena kwa lugha, ni njia ya kiroho ya sisi kumwadhimisha na kumwabudu Mungu wetu. Tunaponena kwa lugha, Mungu ni roho, wamwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Tunaweza tukatumia kunena kwa lugha kama njia ya kumwabudu Mungu na kumwadhimisha Mungu wetu. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 14 mstari wa 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 ule mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi, imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili. Mtaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Tunaponena kwa lugha, tunaomba kwa roho, tunaomba kwa akili. Tunaponena kwa lugha, inaweza ikawa ni njia ya kumwabudu na kumwadhimisha Mungu wetu. Na hii ilitokea hata siku ya Pentekoste. Neno la Mungu linasema hivi, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi, Wakrete na Waarabu tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Kumwadhimisha Mungu na kumwabudu Mungu ni kufanyaje? Ni kusema matendo makuu ya Mungu. Kumbe tunaponena kwa lugha, hawa watu waliokuwepo pale Yerusalemu, waliwasikia mitume wale 120 waliokuwepo siku ya Pentekoste wakimwadhimisha Mungu. Walijuaje kwamba watu wanamwadhimisha Mungu? Walimwadhimisha Mungu kwa namna gani? Waliwasikia wakinena kwa lugha.
kumbe tunaweza tukatumia kunena kwa lugha kama njia ya kumwabudu na kumwadhimisha Mungu wetu. Lakini pia Matendo ya Mitume sura ya 10 ule mstari wa 46, nafikiri nilisoma, ngoja niurudie hapa. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Tunaponena kwa lugha tunamwadhimisha Mungu. Kumbe ukipokea kunena kwa lugha unapokea kumwadhimisha Mungu. Unaweza kumwadhimisha Mungu ambaye ni roho kwa namna ambayo ni sahihi zaidi na namna iliyo bora zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kitu kingine kinachotokea tunaponena kwa lugha ni njia mojawapo ya kutusaidia kushinda vita vya kiroho. Tuko kwenye dunia ambayo tunapigana vita. Kuna mambo ili yaweze kwenda unahitaji kupigana vita. Ndio maana neno la Mungu kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 ule mstari wa 10 anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika uweza wa Bwana na nguvu zake. Anasema vaeni silaha zote mpate kushindana. Unapookoka sio kwamba ukiokoka basi hautapigana vita. Kuna wakati utahitaji kupigana vita. Sasa njia mojawapo itakayokusaidia wewe kupigana vita, Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso, silaha mojawapo kwenye kitabu cha Waefeso hiyo sura 6 mstari wa 18, anasema kwa sala zote. Anaposema kwa sala zote maana yake kwa aina zote za maombi. Aina mojawapo ambayo unaweza ikakusaidia kupigana vita vya kiroho basi ni kunena kwa lugha. Pata nafasi ya kunena kwa lugha. Ukikuta mambo hayaendi, ukikuta kuna kitu umeshindwa kukiombea, kuna mambo yaelewi yanaenda kwa namna gani, anza kunena kwa lugha. Anza kunena kwa lugha. Anza kunena kwa lugha, kwa sababu unaponena kwa lugha unamruhusu Roho Mtakatifu kushughulika na yale mambo ambayo yawezekana kwa namna ya kawaida ni magumu na hata ukujua kama yanahitaji, yani hata ujui kama yanahitaji namna gani ya kuweza kupambana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo la mwisho kwa leo, kunena kwa lugha ni njia ya kujiburudisha kiroho. Katika kipindi hiki ambacho dunia inapita kwenye economic crisis, hali za uchumi zimekuwa ngumu, ajira imekuwa changamoto, afya zimekuwa changamoto, maisha yamekuwa na changamoto, unahitaji spiritual refreshment. Na njia mojawapo ya kufanya spiritual refreshment ni kuomba kwa kunena kwa lugha. Njia mojawapo ya kufanya spiritual refreshment ni kuomba kwa kunena kwa lugha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya mstari wa 11 na 12. Isaya 28, 11 na 12. Neno la Mungu linasema hivi: la, bali kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine watasema na watu hawa, ambao aliwaambia hii ndiyo raha yenu. Mpeni raha yeye aliyechoka, huku ndiko kuburudika, lakini hawakutaka kusikia. Anasema kwa lugha nyingine, kwa lugha ya nyingine, kwa lugha mpya atatuburudisha. Tunaponena kwa lugha tunaburudika. Tunaponena kwa lugha tunaburudika. Na kitu kingine cha muhimu ambacho nataka nikisisitize, faida mojawapo ya msingi sana au kitu cha msingi unachoweza kukifanya, una uwezo wa kunena kwa lugha huku unafanya mambo mengine. Hii ndio tofauti labda na kuomba kwa akili. Unapoomba kwa akili lazima uconcentrate. Lazima uconcentrate kwa sababu itabidi upangilie maneno ya kuyasema. Lakini unaponena kwa lugha unaweza ukafanya mambo yako mengine. Unaweza ukaendesha gari, ukawa unapika, ukawa unafua, ukawa unafanya kitu chochote kile pale ukiwa unanena kwa lugha. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 14, neno la Mungu linasema hivi: maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Kumbe tunaponena kwa lugha akili zetu zinakuwa zina matunda. Kama tunaponena kwa lugha akili zetu zinakuwa zina matunda, maana yake ni kwamba tunatiwa moyo kwamba tunaweza tukaendelea kutumia akili zetu kufanya kazi zingine zinazohitaji akili, huku tukitumia midomo yetu kunena kwa lugha na kumwadhimisha Mungu na kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Moja ya kitu kizuri sana Mungu ametupa kwenye Agano Jipya ni kunena kwa lugha. Moja ya jambo zuri sana la baraka ambalo Mungu ameliachilia kwenye Agano Jipya ni kunena kwa lugha. Nitakuja kuwafundisha kwa muendelezo au kwa upana zaidi siku nyingine. Lakini kwa leo kama utakuwa na maswali unaweza ukaniandikia, kwa sababu ninajua hili ni moja ya masomo ambayo watu wana maswali nayo mengi sana. Tutayajibu kwa kadri ambavyo, kwa njia ya vipindi, kwa kadri ambavyo Mungu atakuwa anatupa neema. Lakini
ninaamini kabisa maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Lakini ili uweze kunena kwa lugha au uweze kujazwa na Roho Mtakatifu, ni lazima uokoke. Ni lazima umwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo kama uko mahali hapa na umejifunza umuhimu wa kunena kwa lugha na unatamani kunena kwa lugha, basi nifuatishe sala hii. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa mafundisho haya. Ninakushukuru kwa kuniokoa na kufa msalabani kwa ajili ya maisha yangu. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Ninaomba unisamehe na kunirehemu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninaamini ya kwamba wewe ni Mungu na ulikuja duniani na ulikufa kwa ajili ya maisha yangu, katika jina la Yesu. Pia kama unahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu, nifuatishe sala hii. Sema: katika jina la Yesu, Mungu, ninaomba unijaze na Roho wako Mtakatifu. Nimeamini ya kwamba wewe ni Mungu na ninaamini ya kwamba unabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ninaomba Bwana Yesu unisaidie, katika jina la Yesu. Amen.